Mwaka 2026 historia itaendelea kuandikwa kutokana na moja kati ya matukio makubwa sana ambayo yalifanyika Tanzania. Ni pamoja na live streaming ya Jose pamoja na Hanskana ambayo ilidumu kwa masaa 30 na walivunja rekodi yao ya kutembea ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa masaa 30. Walivunja rekodi yao ya kutembea masaa 30 ambao walivunja rekodi yao wenyewe kwa kutembea masaa 30. Walijiwekea rekodi ya kutembea masaa 24 lakini wakavunja rekodi ya masaa 24 na kutembea ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa kufanya live streaming bila kukatika kwa mtandao kwa masaa 30. Hii ilikuwa na mguso wa kipekee na ilikuwa na uhalisia ndani yake moja kwa moja. Hii unaweza ukasema ni live streaming tu ya kawaida, lakini kitaalam tunaita vipi? Hii tunaita vlog. Kwa hii ni vlog ya kwanza kutoka Afrika Mashariki na duniani kote kwa Watanzania hawa kutembea ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa masaa 30 katika zama hizi za kidigitali na kufanya live streaming kwa masaa 30 bila kukatika kwa mtandao. Hivyo imekuwa ni ya kipekee sana na imepokelewa vizuri sana kutokana na namna ambavyo watu walikuwa wameitika na namna watu ambavyo walikuwa wamejihusisha na live streaming ya Jose pamoja na Hanskana. Hawa si watu wa kwanza tu kufanya vlog ambao ya kutembea jiji. Mwaka 1980 videographer kutokea Marekani tunamuita Nelson Sullivan, yeye alifanya makala yake ya kwanza au vlog yake ya kwanza kutembea jiji la New York lote na kutengeneza makala ambayo ilikuwa ni ndefu zaidi na kuwahi kutokea kwenye historia. Sio huo tu, mwaka 2000 Adam Kotras alichapisha video ndefu kwenye blog na kuwahabarisha rafiki zake waelekee Los Angeles. Ilikuwa ni video ndefu zaidi kuwahi kutokea na kuandikwa kwenye historia ya blog tangu kuanzishwa kwake. Mwaka huo Novemba 2000 Adam Miles alichapisha video yenye usanifu wa picha na text effect. Kwa wale ambao wanafahamu mambo ya videography na film editing, alichapisha kwenye video blog na kuita vlog kwa mara ya kwanza. Lakini mwaka 2005 tuliona namna gani vlog ilivyoanza kuchukua nafasi na kwa ukubwa wake kwenye mtandao wa YouTube, kwa sababu mwaka 2005 mtandao wa YouTube ulikuwa umeanzishwa na kuchapishwa kwa mara ya kwanza. Vlog ya kwanza iliwahi kuchapishwa kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mtandao wa YouTube. Ilikuwa ni vlog, ilikuwa inaitwa Meet at the Zoo. Ilichapishwa, ilikuwa ni mwezi Aprili mwaka 2005. Hii ilibadilisha historia ya vlog milele. Mwaka 2026 ilikuwa ni March 7, director Jose pamoja na Hanskana walifanya live streaming yao kutembea jiji la Dar es Salaam bila kupumzika kwa masaa 30. Walivunja rekodi yao ya live streaming kupitia mtandao wa YouTube pamoja na Twitch. Hii ilikuwa ni vlog ya kwanza iliyodumu muda mrefu na ikijikita kwenye uhalisia wa moja kwa moja. Na ukiangalia namna gani ambavyo matukio mengi yalikuwa yamegusa maisha ya watu, matukio mengi yalikuwa na upekee wa kitofauti na namna ambavyo ilikuwa sio scripted, ilikuwa tu ina uhalisia. Tunasema it was the vlog that involved the real life. Kwenye uga wa kitalii tutaita vipi? Kwenye uga wa kitalii Hanskana pamoja na Jose, hii ilikuwa ni city tour, ambayo tunasema city tour kwenye mabano tutaandika travel vlog, kuzunguka ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa masaa 30, ikiwa na upekee mkubwa sana na mtazamo wa kitofauti ambao umeleta mageuzi hasa katika namna ambavyo hawa jamaa walikuwa wamejipanga, kuanzia vifaa vya kufanyia live streaming, mtandao ambao haukuweza kukatika, lakini kuthubutu kudumu ndani ya masaa 30 bila kupumzika, lakini upendo wa wadau mbalimbali ambao walikuwa wanashiriki kwenye live streaming hiyo ambao ilidumu kwa masaa 30. Hii ni live streaming ambayo imekuwa na mguso wa kipekee sana kwa mwaka huu 2026. Sio kama zile live streaming ambazo anazifanya iShowSpeed, amejihesabia kama ni binadamu hatari zaidi duniani, lakini hii ni live streaming ambayo imekuwa na mguso wa maisha wa moja kwa moja na imekuwa na mantiki ya maisha moja kwa moja. Hii na inukuu kulingana na kitabu cha Dr. Raymond Mgeni ambaye anasema maisha yanahitaji
unahitaji ujikaze. Kwa hawa jamaa wamethubutu na wameleta mantiki ya maisha moja kwa moja katika kufanya live streaming ambayo imedumu ndani ya masaa 30 katika kugusa maisha ya watu na kugusa moja kwa moja, kutokuwa scripted, kwamba sio kwamba mambo yamepangwa, watu walipangwa tu pewa hela, lakini wale waliopewa hela walipewa kutokana na jitihada zao. Haikuwa msaada, ni watu tu walikuwa wanapewa nafasi na kuwaunga mkono kwa kile kizuri wanachokifanya. Kwa hiyo miongoni mwa vlogs bora, miongoni mwa live streaming ambazo zimedumu muda mrefu na zimekuwa na uhalisia mkubwa ni hii live streaming ya kutembea ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa masaa 30, Director Jose pamoja na Hanskana.